na kudhoofishwa na kutodhoofishwa kwa uhuru wa wanahabari. Tukilinganisha miaka ya hapo awali, wakati ambapo taarifa ambazo tunapokea saa moja juu ya alama ni taarifa ambazo zimepitia mikono mingi sana kabla ya kuwafikia wananchi. Taarifa ambazo pia zina nguvu nyingine kubwa sana nyuma kabla ya kuwafikia wanahabari. Tukilinganisha miaka ya hapo awali na miaka ya sasa ambapo tuna mitandao ya kidijitali, unahisi kwamba tumedhoofishwa sasa hivi au awali ndio ilikuwa mbaya zaidi? Mimi sioni kama kuna udhoofu katika katika uhuru wa wanahabari. Utafiti ulifanywa juzi na ikaonyesha ya kwamba bado wananchi ama Wakenya wanaamini yale ambayo yanafanya ile kazi ambayo inafanywa na wanahabari, ile inaitwa legacy media. Sasa kama TV47. Wanahabari hata wakingojea mpaka saa moja, lakini utapata kwamba wanaamini hilo taarifa bali natolewa na TV47 kulingana na ile habari ambayo wamesoma katika mtandao wa jamii. Kwa hapa sasa hivi kama saa moja kwa mfano, ukienda katika zile maeneo ambao watu wa maburudani, utapata kama muziki imesimamishwa, haichezwi, watu wanatazama habari. Hiyo inamaanisha kwamba bado watu wako na amani katika zile habari ambazo zinapeperushwa na vyombo vya habari ambavyo zinahalilishwa, kulingana na ukilinganisha na wale ambao wanategemea habari kutoka mitandao za jamii. Pili, ningependa kusema ya kwamba uhusiano kati ya wanahabari na serikali ama viongozi wa kisiasa ama wanabiashara inafaa iwe ni ile ya vute ni kuvute. Wakati unapoona mwanasiasa anasifu mwanahabari, vile mwenzangu Bosiri amesema, inamaanisha kwamba hapo kuna tatizo ama kuna shida kubwa. Ukisikia mwanasiasa ama serikali wakilia kulingana na ile habari ama kazi ya wanahabari, inamaanisha kwamba wanahabari ama vyombo vya habari wanafanya kazi yao vile inavyofaa. Maanake uhusiano ya wanahabari na viongozi ama serikali inafaa ile ya kikazi, si ile urafiki ya unipende na mimi nikupende. Inafaa iwe ni uhusiano wa kikazi. Wewe ni mwanasiasa ama wewe uko katika ofisi ya serikali, unataka kutoa habari, unataka ili uweze kupeana habari peperusho kwa wananchi. Hiyo ndio inafaa iwe ni uhusiano, sio ile uhusiano yanakuja alafu tunaanza kuchekacheka na wewe tunakuwa marafiki mpaka unapata kwamba saa zile nimekukosoa unaona kama kuna shida, unakasirika kwa sababu uliona ile urafiki iliyoko kati yako na mimi kama mwanahabari, na wewe uko katika ofisi ya serikali ama wewe ni kiongozi wa kisiasa. Ulidhani ya kwamba tukikuwa marafiki sitaweza kuangazia yale ambayo unafanya, kwa sababu kazi ya wanahabari ni kumulika na kuweka mwangaza kule ambapo hakuna mwangaza, ndipo watu waweze kuona ni nini inaendelea. Lakini tukiwa na giza pale na wanahabari wakose kuweka mwangaza pale watu waweze kuona, basi utapata kwamba kutakuwa na ufisadi itaendelea katika maofisi mbalimbali. Utapata kutakuwa na mauaji, utapata kama watu wanachukua sheria katika mikononi mwao, na basi unapata kwamba sasa tunaweza kuwa na tension baina ya kati ya wananchi na serikali, kwa sababu kuna shida iliyoko. Wanahabari hawawezi kuunganisha, kwa sababu kazi ya wanahabari ni kuunganisha wale viongozi walioko katika ofisi za serikali ama zile wamepewa nafasi za kuongoza na kuwaunganisha na wananchi ambao wanawaweka katika hizo maofisi. Na ukipata kwamba wanahabari hawafanye kazi hiyo, ndipo utapata ya kwamba mitandao ya kijamii wanachukua hilo nafasi na wanajaza hilo pengo, kwa sababu wanahabari hawafanye kazi yao. Lakini wanahabari wakifanya kazi yao sawa sawa, ambapo ninakuja na ngoja saa moja ifike nikuje nitazame habari katika runinga ya TV47 na natazama habari ya kwanza naona ni dhaifu, ya pili, ya tatu naanza kujiuliza swali, hao wanahabari wa TV47 wanajua kazi yao kweli? Lakini nikikuja hivi nione habari ya kwanza ni ile moto unajaribu kuangazia yale ambao yananihusu mimi kama mwananchi, basi utapata ya kwamba hata ukiniambia ningojee saa 3, tangojea saa 3, kwa sababu najua sitapoteza muda wangu kungojea mpaka saa 3, badala ya kusema kwamba wacha niende nitafute habari katika mitandao za jamii ambazo hazijapitia ile process ya kuhakikisha kwamba ni habari ya ukweli na pia ni ya maana na yananihusu na pia naweza kubadilisha maisha yangu. Naam. Shukran sana Oduor, mtazamaji.